Kutoka kaunti namba 19 tuelekee moja kwa moja hadi kaunti namba 26 ambapo sekta ya afya huko Trans Nzoia imeongeza juhudi na mikakati kabambe ya kuboresha huduma za matibabu kwa wagonjwa wanaougua kifafa. Takwimu kutoka idara ya afya zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wagonjwa hao hukabiliwa na changamoto na gharama ya matibabu kutokana na umaskini. Huyu hapa Collins Shitiabai. Kifafa ni miongoni mwa magonjwa yaliyosahaulika kwa muda mrefu, lakini limeendelea kuwaathiri wakazi wengi wanaokabiliwa na unyanyapaa unaotokana na dhana potovu kuhusu ugonjwa huo. Kutokana na hali hiyo, Wizara ya Afya katika kaunti ya Trans Nzoia imejizatiti kutoa hamasisho kwa jamii ili kuhakikisha wagonjwa wanakumbatiwa badala ya kutengwa. So this is what when a person has more than 2 seizures, then we call it as epilepsy. So it is really a disease of the brain and not due to witchcraft or evil spirit or anything like that. Also, seizures are not contagious. Kifafa ni hali ambayo inasababishwa na inaweza pata mtu yote, haswa sana wale tunapata head injuries, sana sana wale ambao tunaendesha bodaboda bila helmet, kuna uwezekano unaweza pata head injuries. Tumehamasisha watu, our CHPs pia tumetrain a good number ambao tunatarajia katika platform zao wanashare hii information na kupunguza hii hali ya kutoeleweka kwa ugonjwa wa kifafa. Kwa hivyo tumefunza na tumepeleka ujumbe huu kule chini mashinani. Hatua hiyo imeleta matumaini mapya, huku idadi kubwa ya wagonjwa waliokuwa wamefichwa nyumbani kwa sababu ya hofu ya aibu sasa wakijitokeza kupata huduma za afya. Kwa mujibu wa Daktari Silas Wambulua, idadi ya wagonjwa wanaohudumiwa imeongezeka kutoka 700 hadi takriban 1000 kwa sasa. Kutoka mwaka jana wakati partners wetu walikuja on board, tumeweza kupata wagonjwa wameongezeka. Kwa saa hii idadi inapita karibu wagonjwa 1000. Pale awali tumekuwa na wagonjwa karibu 700 kwa takwimu zetu, lakini wameongezeka na nashukuru sana watu kwa kuweza kuleta hawa wagonjwa. Wataalamu wa afya wanasema wagonjwa hao sasa wanapata dawa kwa urahisi zaidi, hali ambayo imechangia pakubwa kupunguza makali ya mara kwa mara ya mashambulizi ya kifafa. Katika hospitali za Trans Nzoia saa hii tumepata ufadhili ambao unatusaidia kupata madawa ambayo yanaweza tibu ugonjwa huu na kupunguza hali ya wagonjwa hawa kuanguka kila mara. Nilikuwa nazimia karibu mara 2 kwa wiki. Na nikazimia ningelazwa ward. Sasa hivi nimemaliza karibu mwaka 3 bila kulazwa ward. Kwa sababu dawa ninafuatilia, na dawa ukiandikiwa usikose kumeza. Meza vile imeandikwa na vile inafaa. Itakusaidia pakubwa sana. Hata hivyo, wagonjwa na familia zao wameelezea kuwa gharama za dawa hizo bado ni kubwa mno, jambo linaloweka mzigo mzito hasa kwa familia zenye kipato cha chini ambazo haziwezi kumudu gharama hiyo kwa urahisi. Wakazi sasa wametakiwa kufika katika vituo vya afya ili kupata vipimo vya mara kwa mara. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.